bado Mungu anao mpango mzuri juu yako. Yeye ni Mungu anayekuwazia wewe mawazo mazuri. Yeye ana mpango mzuri kuhusu maisha yako. Mpango unaohusisha kukustawisha, kukuongeza, kuhakikisha kila linaloleta furaha linakuwa sehemu ya maisha yako. Yeye ni Mungu mwema, Mungu anayekuwazia mawazo mazuri. Endelea kumwamini. Endelea kujifunza zaidi kuhusu yeye, maana yeye anakuwazia wewe mawazo mazuri na lazima atekeleze mpango wake juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwalizo na ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Maandiko matakatifu yanasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 39, na kwa yeye kila amwaminie huhesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa. Maandiko yanatuonyesha ya kwamba kumbe kupitia kumwamini Yesu tumepata haki ambayo inatupa sisi kupokea yale ambayo tusingeweza kupokea kama tungekuwa chini ya uongozi wa torati, yani sheria zilizotolewa kipindi cha Musa. Unajua, kipindi cha Musa sheria ambazo zilikuwa zinatolewa zilikuwa zinaruhusu watu kubarikiwa ikiwa wametokea katika mlango wa Ibrahim. Kwa kifupi, wana wa Israeli ndio walikuwa wana haki zaidi ya kupata hizo baraka za kustawi, baraka za kiafya, baraka za ulinzi na baraka nyinginezo nyingi ambazo zilikuwa zinafanya waweze kuishi maisha bora, maisha ya furaha. Na sisi ambao hatukuwa wana wa Israeli kiasili, tulikuwa hatuna haki ya kufikia baraka hizo. Lakini neno linasema ya kwamba kupitia kumwamini Yesu, sisi nasi tunahesabika kama wana wa Israeli katika ulimwengu wa roho. Yani sisi nasi tunayo haki ya baraka za Ibrahim katika ulimwengu wa roho. Ndio maana katika Wagalatia neno linaelezea kwa undani zaidi juu ya jambo hili. Katika Wagalatia 3:29 anasema ikiwa sisi ni wa Kristo, basi tumekuwa warithi sawasawa wa ahadi, warithi wa baraka za Ibrahim. Mimi na wewe tumepewa haki ya kurithi baraka za Ibrahim. Tunapoongelea baraka, tunaongelea ni nguvu iletayo mafanikio. Kwa lugha nyepesi, ile nguvu iliyoleta mafanikio kwa baba Ibrahim ni nguvu ambayo inaweza kuleta mafanikio kwako na kwangu mimi, kwa sababu tumemwamini Yesu. Kabla ya kumwamini Yesu, tulikuwa hatuna uwezo wa kupata hiyo nguvu ya kutusaidia. Lakini sasa kwa vile tumeshamwamini Yesu, hiyo nguvu inafanya kazi ndani yangu na ndani yako. Na inachosubiri haswa kila mara ili iweze kufanya kwa ukubwa zaidi ni kama sisi tutatambua ni nini kipo ndani yetu, alafu kisha tuanze kuitumia imani kuruhusu nguvu ya Mungu ifanye kazi ndani yetu. Unajua, Mungu amekwisha kuweka kila unachokihitaji ili kuishi maisha ya baraka, ili kuishi maisha ya furaha ndani yako. Lakini wewe unao wajibu wa kuruhusu kile ambacho kimewekwa ndani yako kitoke ili kionekane. Mfano mwepesi, unaweza ukawa una hela labda shilingi 20,000 au 50,000 katika wallet yako. Maadamu ile 50,000 ipo ndani ya wallet yako, 50,000 inaweza kanunua chakula, lakini kwa vile iko ndani ya wallet yako haitakufaidia chochote. Ila ukiitoa kwenye wallet ukaanza kuitumia, ukaweka pale counter kwa muuzaji, ukaweka kwa mwenye duka, ile thamani ile fedha inaanza kufanya kazi kwa ajili yako. Ulipomwamini Yesu, kuna nguvu imeingia ndani yako. Lakini hiyo nguvu ili ifanye kazi na kusubiri wewe uiruhusu. Ulipomwamini Yesu, kuna haki umepokea. Haki ya kupata uponyaji, haki ya kutembea katika baraka. Na hiyo haki inakungoja wewe uiruhusu kupitia maombi ili ifanye kazi ndani yako. Kwa hiyo hiki ndicho haswa ninachokieleza katika somo hili, ya kwamba kupitia kumwamini Yesu umepata haki ya kupokea baraka za Ibrahim. Baraka ni nguvu inayokuwezesha wewe kufanikiwa. Wewe ndani yako kuna nguvu ya kukuwezesha kufanikiwa katika kila jambo. Unachohitaji ni kuingia zaidi katika maombi ili uiruhusu hiyo nguvu ifanye kazi maishani mwako. Mungu akubariki na kutakia uwe na siku njema.